Kama ambavyo mtakumbuka, tulichokuwa tukikizungumza ambacho ndio kilipelekea swala hili kafikia hatua hii ni uamuzi wa kamishna msaidizi wa ardhi na msajili msaidizi wa hati Dar es Salaam kushindwa kuwatambua Neema na Suzana Mashimba kama warithi wa nyumba niliyoitaja kutokana na shauri la mirathi ambalo lilikuwa linaendelea katika mahakama ya mwanzo Kinondoni bila sababu zozote za msingi. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria za ardhi za Tanzania kuna namna kadhaa za kuweza kumiliki ardhi. Moja ya namna hizo ni kwa njia ya urithi. Inapotokea mtu kafariki, ameacha ardhi na aliyokuwa akimiliki, njia pekee ya kuweza kuhamisha umiliki ule kwenda kwa mtu mwingine ambaye ni mtegemezi wake au mrithi wake ni kupitia mahakama. Sasa utashangaa kamishna wa ardhi na msajili msaidizi wa hati waliweza kutambua kwamba kuna mirathi, waliweza kuwatambua wasimamizi wa mirathi akiwepo Rose Mashimba, Goodluck Mashimba na Happiness Mashimba kama ndio wasimamizi wa mirathi. Lakini walishindwa kutambua sasa amri iliyokuwa inatolewa au iliyotolewa na mahakama ya mirathi, mahakama ya mwanzo ya Kinondoni. Wakaendelea mpaka leo hii kuwatambua wasimamizi kama ndio wamiliki. Lakini yote haya unayagundua yalikuwa ni kwa ajili ya kutoa faida kwa mtu mwingine ambaye husiki na hii mirathi. Lakini baada ya kama nilivyosema awali, serikali kusikia kilio cha hawa watoto, kutusikiliza, kufanya upembuzi yakinifu ya masuala yote yanayozunguka jambo hili, wakaamua sasa kuchukua hatua ambazo ndio zinaelekea ukingoni. Lakini jambo lingine ambalo nimeona leo ni muhimu sana nilizungumze nanyi. Nimesikia jana Ali Lubea kupitia kwa wakili wake amejitokeza kwenye kamera na kulizungumzia swala hili. Nilikuwa sitaki kulizungumzia hilo swala kwa maana ya kumjibu huyo wakili pamoja na mteja wake, kwa kuwa sioni umuhimu wa kufanya hivyo. Lakini kutokana na maombi ya wadau wengi ambao wananufaika na mazungumzo yangu haya, wenyewe wanayaita ni elimu ya sheria, nimeamua nitoe ufafanuzi kidogo. Ni kwamba Ali Halfani Lubea hajawahi kununua nyumba yoyote inayohusu kiwanja namba 9 iliyopo Usino. Hajawahi kununua hiyo nyumba. Kwa sababu umiliki wa nyumba unapimwa kwa hati miliki. Ndio maana ukienda benki kukopa, wakakwambia leta dhamana ya nyumba kwa mkopo unaoutaka, huwezi kupeleka mkataba wa mauzo, watakwambia tuletee hati. Ali Lubea hajawahi kuwa na hati ya kiwanja hicho inayosomeka jina lake. Na ili kuthibitisha kwamba hajawahi kununua, hata alipojaribu kwenda mahakama kuu, mahakama ya ardhi, mahakama ilimwambia huwezi kununua nyumba ambayo kisheria imekatazwa kuuzwa mpaka baada ya miaka 25. Kwa hiyo hata huo mkataba anaojinasibu nao kwamba alinunua nyumba, sasa hivi mbele ya sheria kutokana na maamuzi ya mahakama kuu ya Tanzania yaliyotolewa na Mheshimiwa Jaji Magimbi, huo mkataba sio mkataba tena mbele ya macho ya sheria. Kwa sababu mahakama kuu ilishakataa kwamba hakuna mkataba kama huo, kwa sababu ulikuwa unakiuka sheria wakati uliposainiwa. Hawajawahi kukata rufaa kuhusiana na huo uamuzi wa Jaji Magimbi. Lakini pia nilimsikia wakili akisema, wakili wa Ali Lubea akisema kwamba atamshtaki Rose Mashimba kwa utapeli. Ni jambo la ajabu na la aibu sana kuona mtu anashindwa kuelewa kanuni ya kisheria inayoitwa autrefois acquittal, ambayo inapatikana chini ya kifungu cha 298 ya sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura namba 20 ya sheria za Tanzania. Kanuni hiyo inasema mtu akishashtakiwa kijinai, akatiwa hatiani au akaachiwa huru, hawezi kushtakiwa tena kwa kosa lile lile. Rose Mashimba alishashtakiwa Kisutu akituhumiwa kufanya udanganyifu katika mkataba wa mauziano wa hiyo nyumba. Mahakama ya Kisutu baada ya kusikiliza kesi hiyo kwa maana ya ushahidi wa pande zote mbili, ilimkuta Rose Mashimba hana hatia yoyote. Kwa Kiingereza na kwa kisheria, hatua hiyo inaitwa au inatengeneza kanuni ya kisheria inayoitwa autrefois acquittal. Alishakuwa acquitted. Kwa hiyo leo huwezi kuchukua fakti za kiwanja namba 9
cha Usino Msasani Regent Estate, ukaenda kumshtaki tena Rose kwamba alifanya udanganyifu. Hilo lieleweke, liko wazi kabisa. Lakini Ali Rubea kama yeye anadai alinunua kiwanja au anamiliki nyumba, aliwezaje at one time kutaka kusema yeye ni mnunuzi, alafu wakati huo ageuke kuwa mpangaji? Yaani ni vitu visivyoeleweka, mnunuzi akawa mpangaji kwenye nyumba yake. Alishaenda mahakamani kufungua kesi ya ardhi. Kesi ile ya ardhi haiwezi tena kufunguliwa kwa sababu kuna kanuni ya kisheria katika sheria za madai inayoitwa res judicata, kwamba jambo likishaabuliwa likafikia mwisho aliwezi tena kurudiwa kusikilizwa mahakamani. Kwa hiyo Ali hana mkataba na mtu yoyote. Hicho anachodai kwamba ni mkataba, anadanganywa tu na hao matapeli wenzake huko mtaani. Yaani hana mkataba wowote. Na ili kuthibitisha kwamba hana chochote kwenye kile kiwanja, ndiyo maana mpaka leo hajawahi kusomeka kama mmiliki. Hajawahi kusomeka kama mmiliki. Sisi tunachosema, nyumba ya marehemu Ernest Mashimba ambayo muda sio mrefu itakwenda kumilikishwa tena kwa sababu ilishawahi kumilikishwa kwa warithi wake, hiyo nyumba haijawahi kuuzwa. Mahakama ya mirathi, mahakama yote ya mirathi, kabla haijapokea orodha ya mali za marehemu, na hili naomba watu wasikilize vizuri, kabla haijapokea orodha ya mali za marehemu, inamtaka msimamizi alete uthibitisho wa umiliki wa mali hizo kwamba zinamilikiwa kweli na marehemu. Isije ikapokea mali kumbe sio za marehemu, ikazigaa kwa watu wengine, ikasababisha mgogoro.